sina chochote ambacho ninaweza kuwalipa. Malipo yangu kwangu kutoka kwangu kwenda kwenu, moja ni kuendeleza umoja ambao tumeuanza pamoja na kuhakikisha tunaenda kuishi kama familia, lakini zaidi kuwaletea maendeleo watu wa Korogwe mjini. Hatuna shida na wewe baba. Nimeongea mengi sana katika mikutano yangu. Leo nitaongea machache mno kuhusiana na kwa nini tukakichague Chama cha Mapinduzi. Kwanza, mimi binafsi hata kuchukua hatua ya kuja kugombea nafasi hii, kielelezo changu cha kwanza ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Uongozi wake imara, uimara wake wa kusimamia uchumi, uimara wake wa kusimamia elimu, uimara wake wa kusimamia amani ya nchi yetu, uimara wake wa kusimamia afya umenifanya nishawishike na mimi niungane na serikali yangu, niungane na ndugu zangu wa Korogwe mjini ili tukalete maendeleo ya kweli kwa watu wa Korogwe mjini. CCM oye! Tunaomba ridhaa kutoka kwa wananchi wa jimbo la Korogwe mjini ili twende tukatekeleze kwa vitendo ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 ijayo. Katika kwenda kuomba ridhaa, tukimwombea kwanza mama yetu kipenzi chetu watu wa Korogwe, Daktari Samia Suluhu Hassan, niwaambie kwenda kukipigia Chama cha Mapinduzi kwa ngazi zote 3 kwa maana ya rais, diwani na mbunge, unakwenda kuchagua vifuatavyo kwa uchache sana. Moja, kaipe kura yako Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuchagua amani ya taifa letu. Twendeni tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan na sisi wabunge wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, lakini pia na madiwani wetu, ili kwenda kusimamia amani ya nchi yetu. Amefanya kwa vitendo na ana dhamira ya kweli rais wetu kuisimamia nchi yetu iendelee kubaki katika amani kama alivyoichukua kutoka kwa watangulizi wake. Na hapa hakuna mwingine yeyote anayeweza kufananishwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Chagua CCM, chagua amani. Lakini kamchague Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanaendelea kusoma pasipo ada, elimu bila malipo. Kamchague Daktari Samia Suluhu Hassan ili tukaongeze madarasa katika shule zetu, tukajenge shule pale ambapo haipo, ili kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu bora. Nimepita katika ziara zangu, tumetambua maeneo ambayo yana uhaba wa madarasa, maeneo ambayo yanahitaji shule na maeneo ambayo yanahitaji sekondari. Na hapa ukienda kata yetu ya Magunga tunayo changamoto kidogo, kata yetu ya Mtonga tuna eneo lina changamoto na uhitaji wa shule, ukienda kwa Mdolwa maeneo ya Goo tuna changamoto pamoja na kwa Meta, lakini ukienda Kilole tunayo changamoto maeneo ya Lujewa. Hizi zote majibu yake ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na habari njema ndugu zangu, upande wa madarasa tayari tuna mpango wa kujenga madarasa 62 ambayo yanaenda kuondoa changamoto ya msongamano wa wanafunzi pale ambapo tumezitaja, kuhakikisha watoto wetu wanasoma vizuri. Mchague Daktari Samia Suluhu Hassan, chagua Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya elimu bora ya watoto wako na elimu bila malipo. CCM oye! Lakini kwa upande wa afya, tunatambua baadhi ya maeneo yana changamoto ya kutokuwa na zahanati na maeneo mengine tunahitaji vituo vya afya vinavyotoa afya kwa mama na mtoto. Ukienda kata ya Korogwe, maeneo ya Rongela Darajani,
hawana zahanati. Lakini pia ukienda kwa Meta wanayo changamoto kama hiyo. Lakini habari njema, tunazo zahanati 7 zinakwenda kujengwa katika awamu ya miaka 5 ijayo. Na nimeongea hili mara nyingi, nimekuja kuomba nafasi hii kwa sababu nahitaji kuwa mtumishi wenu. Na katika utumishi naokwenda kuufanya kwa kushirikiana na baraza la madiwani na viongozi wengine ni kuhakikisha tunapeleka rasilimali zetu kwenye maeneo yenye uhitaji bila kusuguana, lakini tuangalie watu kwanza na sio mtu kwanza. CCM oye! Kwa hiyo tunaweza kwenda kuwa na vituo vya afya 6. Kwa tunazo zahanati 7, tuna vituo vya afya 6 vinavyoenda kujengwa. Hivi vyote ni kwa ajili ya kuhakikisha tunaimarisha huduma ya afya kwa upande wa kata zetu. Lakini katika hiyo huduma ya afya, Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatenga pesa kwa ajili ya ukarabati wa jengo letu la hospitali ya Magunga. Awali ilikuwa milioni 900 na sasa imeenda kuwa bilioni 1.5. Hii itaifanya huduma zetu katika jengo letu lile ziwe bora zaidi, na tutakuwa na jengo ambalo linakidhi haja na linaendana na hadhi ya jimbo letu la Korogwe mjini. CCM oye! Kwenye barabara tunatambua tunayo barabara ya NMB kwenda Magunga, inakwenda kwa katika kiwango cha lami, taa za barabarani pamoja na mifereji. Kwenye upande wa kilimo tunalo bonde la kwa Msisi, tumeletewa bilioni 24.5. Mkandarasi ameshakabidhiwa site na anaanza kazi. Tunalo bonde la Mahenge, ilikuwa na bajeti ya bilioni 2 na sasa imeongezeka kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 4 kuhakikisha kwamba tuna bonde lile linaboreshwa na tunaongeza uzalishaji. Tunalo bonde la kwa Mngumi, wameanza upembuzi yakinifu ili kuona namna gani linaenda kuboreshwa zaidi kuongeza uzalishaji. Na bajeti yetu ya upembuzi yakinifu ni takriban shilingi bilioni 1. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa nini umnyime Daktari Samia Suluhu Hassan kura? Ndugu zangu wa Korogwe mjini, muda hauturuhusu kuongea mengi ambayo yamefanywa. Nilete maombi yangu kwenu. Ombi la kwanza, tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Jumatano ijayo. Nitafurahi sana nikipita katika vituo nikaona msururu mikubwa ya watu wakiwa wanapiga kura, kwani hiyo ni ishara ya upendo na kutiana moyo sisi ambao tumejitoa kwa ajili ya kwenda kuwatumikieni ninyi, akiwemo Daktari Samia, mimi mwenyewe na madiwani. Lakini pili, ni waombe twende tukapige kura za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi mwenyewe Charles Mhando Njama na madiwani wote. Mungu awabariki sana, nitazidi kuwaombea na niwaombe pia mniombee na mtuombee sote. Kidumu Chama cha Mapinduzi!